ambao walikuwa na haso kubwa la upatikanaji wa ajira baada ya vita ya pili ya dunia. Kwa hiyo groundnut scheme ilianzishwa katika jamii za Kiafrika, hususan katika nchi ya Tanganyika baada ya vita ya pili ya dunia tu, lakini mradi huu ulikwenda kufeli baada ya miaka 1950 na kilimo cha njugu pamoja na kile kilimo cha wheat production, kwa sababu ikumbuke kwamba baada ya kuanzisha kilimo cha njugu wakaanzisha na kilimo cha ngano. Kwa hiyo kilimo cha njugu na kilimo cha ngano vyote vilikwenda kufeli. Kwa hiyo tutakuja kuangalia reason behind ambazo zimepelekea kilimo cha njugu na cha ngano kwenda kufeli. Kwa leo tu nimekuja kukuelewesha kuhusiana na